Ukisoma chote mpaka mwisho wake cha sheria ya taifa ya uchaguzi sura 343 kinasema hivi kwamba hakuna ruhusa ya kufanya mkusanyiko au mkutano wa hadhara au wa kampeni au kuvaa alama yote ya chama chini ya mita 200 kuelekea kwenye kituo cha kupigia kura. Nadhani umeelewa. Hapo hakuna sehemu inayosema eti mkusanyike baada ya mita 200. Ni wanasheria wasome hiyo sheria. Hahitaji kutafsiri, inahitaji kusoma tu kuelewa. Lakini kusoma kifungu namba 103 cha sheria ya za mitaa sura namba 292 inasema hairuhusiwi kwa namna yote mtu kuonyesha alama au nembo au shabiki kufanya kampeni ndani ya mita 300 kutoka kwenye kituo cha kupiga kura au kusimama kwenye njia ya kuelekea kupiga kura mita 300. Sasa ukienda kwenye sheria ya adhabu sura namba 16 kifungu namba 5 kinasema maana ya njia ya njia ya umma ni njia yote au eneo lolote la wazi au soko au njia ambayo kwa mujibu wa sheria inatumiwa na umma, ndio tafsiri yake. Kwa hiyo sheria namba 113 ya za mitaa ya uchaguzi ile inasema hata kwenye njia ya kuelekea kwenye kituo, njia ya umma usiku kusimama. Haisemi msimame. Tafsiri hiyo haipo. Tafsiri yao wanasema kwa wao wanavyosema madai yao. Kwa nini? Msingi wa madai yao wanasema wanalinda kura. Mungu nikueleze kitu kimoja, unaanza wewe ni mtangazaji. Hii haihitaji uelewa wa hali ya juu. Msingi wa kulinda kura unaweza kushindwa kuuelewa. Kwa sababu kura hazipigiwi nje ya kituo. Zinapigiwa ndani ya kituo. Na kwa mujibu wa kifungu namba 70A cha sheria ya taifa ya uchaguzi sura ya 43 na kifungu namba 70A hivyo hivyo cha sheria ya uchaguzi ya serikali za mitaa 292 sura hiyo kinasema baada ya kura za rais kupigwa kwenye kituo na kura za mbunge kupigwa kwenye kituo zihesabiwe ndani ya kituo kile kile. Hiyo sheria. Na sheria ya serikali za mitaa ambayo nimeenukuu kifungu namba 70A inasema hivyo baada ya kura ya diwani kumalizia kupigwa kwenye kituo cha kupigia kura zihesabiwe pale pale. Na kanuni zinasema na sheria inasema kila chama cha siasa kinatakiwa kimpeleke wakala wake ndani ya kituo cha kupigia kura. Wakala huyu atasimamia taratibu zote za kupiga kura. Tokea masanduku yanaingia atakagua. Vitabu vya kupiga kura atakagua. Atathibitisha huyu mtu aliyekuja kupiga kura ndiye aliyekuwa kwenye daftari kupiga kura kwa sababu naye nakala atakuwa nayo. Atathibitisha akapewa karatasi iliyogongwa muhuri wa tume ya taifa ya uchaguzi. Atatumbukiza. Baadaye kile kituo kikishamaliza kupiga kura kinajigeuza kuwa kituo cha kuhesabia kura. Yule wakala wa chama mbele naye anageuka kuwa wakala wa kuhesabia kura. Wanamwaga sanduku la kura za rais, wanazihesabu idadi yake, wanajaza kwenye fomu, then wanahesabu kila mtu kapata ngapi. Idadi ya kura za kila mgombea cha rais zinajazwa kwa fomu namba 21A. Kila wakala wa chama anapewa nakala ile fomu na matokeo yake. Then wanamwaga boksi la mbunge, wanajaza matokeo yake ya kila mgombea cha ubunge kwa fomu namba 21B. Kila wakala anasaini na kupewa ile fomu. Then wanamwaga fomu box la mgombea udiwani, wanajaza matokeo yake kwa fomu namba 21C. Kila wakala anapewa. Chama pia kinapewa fursa sasa ya kwa tutasafirisha masanduku ya kwenda kwenye kata kwa maana kujumlisha kura za mbunge za diwani. Na tusafirisha sio masanduku zile karatasi za matokeo. Tutasafisha kwenda kwenye kata ili yakajumlishwe kupata kura za diwani na zile karatasi za matokeo 21A na B za kwenda jimboni. Sasa wale wengine wanasema sasa mbona wakala ni mmoja? Atasafirije kwenda kuhesabu kujumlisha kura kwenye kata na mwingine atasafirisha kwenda kujumlisha kura kwenye jimbo. Sheria inasema kila chama kitateua wakala wa kujumlisha kura. Kwa hakuna sababu kama utateua wakala wako mwingine akasimamia kujumlisha kura atakayepewa nakala ya matokeo ya fomu 21A ndio kwenye kituo anakwenda pale kwenye eneo la kujumlishia kura. Na yeye anakijaza pale anajaza fomu namba 24A anapewa matokeo yale. Na matokeo yanabandikwa nje ya kituo kwenye 21A, 21B na C na yanabandikwa kwenye kata 21, 24C, yanabandikwa kwenye jimbo 21, 24A na 21B, 24B. Huku nje wewe unasema unalinda kura za nani? Ndio nasema waseme wanachotaka ni nini. Tunadhani haja yao ni kujenga makundi nje, kuwajengea hofu baadhi ya watu wasiende kupiga kura. Hii ndio mantiki iliyopo, wala hawezi kukwepa hili. Kwa sababu kila kitu kinafanyika ndani na mwakilishi wako yupo ulimwamini wewe. Niseme wakala wa chama hateuliwi na tume ya taifa ya uchaguzi. Wakala wa kuhesabu kura hateuliwi na tume ya taifa ya uchaguzi. Wakala wa kujumlisha kura hateuliwi na tume ya taifa ya uchaguzi. Kwa mujibu wa sheria, chama chenyewe husika ndiyo kina wajibu wa kumteua, kinayemwamini. Na moja ya kazi ya wakala wa chama kwa mujibu wa sheria na kanuni, anatakiwa kulinda maslahi ya mgombea na maslahi ya chama ndani ya kituo cha kupigia kura
ndani ya kituo cha kuhesabia kura, ndani ya kituo cha kumishia kura. Sasa wewe unasema makunje unaenda kura zipi? Au unataka kuleta vurugu pale watu wengine wasipite? Sasa niseme kwamba wasifanye hivyo, kwa sababu kura kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa katiba na sheria za Tanzania, mshindi wa kiti cha rais, mshindi wa kiti cha mbunge na mshindi wa kiti cha diwani hashindi kwa asilimia, anashinda kwa wingi wa kura atakazopata dhidi ya wenzake. Unapozuia watu wengine wasiende kupiga kura, huoni kama unataka kunyima ushindi watu wanataka kupiga kura watu wengine, baada ya kudhani wewe watu wako wamekwenda kupiga kura eneo lile? Kwa tuwasihi, hebu waache hili jambo. Lingine ni wasihi wanasiasa wajiepushe na kutoa kauli zitakazopelekea watu wengine kuogopa kwenda kupiga kura. Kwa mfano, unapotoa kauli kusema kwamba tume inaiba kura, unajua hata mimi naweza nikawaza nikiwa raia, nikiwa mtu wa kawaida, kwa akasema sasa kama tume inaiba kura, kwani nikapiga kura? Anaweza akashindwa kwenda. Akiacha kwenda yule amekunyima kura yako tayari, pengine kupiga wewe. Lingine unasema tutakaa kwenye kuzuia kulinda kura zetu. Tume imetoa maelekezo kwamba kila kituo kitakuwa na watu wasiozidi 450 mpaka 500 au chini hapo. Sasa jalia kituo kimoja kupiga kura, watu wote 450 wamejitokeza, katika 450 watu 150 ni vijana kama mimi na wewe. Tukimaliza kupiga kura tunakaa nje ya kituo cha kupiga kura. Hawa watu 300 watapata fursa ya kwenda kuingia kupiga kura kwenye kituo. Na kwa mujibu wa sheria ni marufuku kwa mtu yoyote, kwa jinsi yoyote, kwa namna yoyote kumzuia mtu mwingine kupiga kura kwenda kumchagua anayemtaka. Haitakiwi. Kwa hiyo ni wasihi wanasiasa, wanasema wengine ni wanasheria wazuri sana, lakini wanasheria wao wasiuvue kwa sababu ni wanasiasa. Asanteni sana. Asante.